katika mji wa mashariki wa Goma. Walioshuhudia wanasema jengo la makazi la Umoja wa Ulaya na wafanyakazi wa Umoja wa Mataifa lililengwa katika shambulio la ndege zisizo na rubani leo hii siku ya Jumatano asubuhi. Waasi wanaungwa mkono na Rwanda ambao waliuteka mji huo mwaka jana wamelaumu vikosi vya serikali kwa kulenga maeneo yenye wakazi wengi, wakisema kuwa ni ongezeko kubwa na ukiukaji wa usitishaji mapigano na utambuliwa chini ya juhudi za amani za kikanda. Kuna ripoti kwamba kiongozi mkuu mpya wa Iran, Mujtaba Khamenei, huenda alijeruhiwa katika mashambulizi ya Marekani na Israel yaliyomuua babake, mamake, mkewe na mwanawe. Zaidi na Elizabeth Kazibure. Afisa mmoja wa Iran ameliambia shirika la habari la Reuters kwamba Mujtaba Khamenei alijeruhiwa kidogo, lakini alikuwa akiendelea na kazi. Shirika la habari la kitaifa limemtaja kama shujaa aliyejeruhiwa. Hajajitokeza hadharani au kutoa ujumbe wowote wa moja kwa moja tangu kuteuliwa kwake kama kiongozi mkuu wa Iran wiki iliyopita. Nchi kadhaa wanachama wa G7 zimetangaza kuwa zitatoa baadhi ya akiba zao za kimkakati za mafuta katika hatua ya kuwezesha masoko ya nishati duniani huku vita dhidi ya Iran vikiendelea. Japan, Austria na Ujerumani zimesema zitaingia kwenye hifadhi zao za kitaifa. Pia kuna ripoti kwamba wakala wa nishati wa kimataifa unawataka wanachama wake 32 kuachilia hadi mapipa milioni 400 ya mafuta. Hili likithibitishwa itakuwa uingiliaji mkubwa zaidi wa IEA kuwahi kutokea katika soko la mafuta. Mafuriko makubwa kusini mwa Ethiopia yamesababisha vifo vya takriban watu 30. Serikali ya eneo la Gomo ilisema mvua kubwa imesababisha maporomoko ya ardhi na mafuriko makubwa zaidi. Na Hamida Abubakar. Eneo la nyanda za juu huathirika zaidi. Maafisa wamewataka wakazi katika maeneo hatarishi kuchukua tahadhari. Mvua kubwa imesababisha mafuriko kote Afrika Mashariki katika siku za hivi karibuni. Makumi ya watu wamefariki katika nchi jirani ya Kenya. Watabiri wa hali ya hewa wanasema dhoruba zinazidi kuwa kali katika eneo hilo kutokana na ongezeko la joto duniani. Na mkuu wa haki za binadamu katika Umoja wa Mataifa anatoa wito wa kusitishwa kwa mapigano nchini Sudan Kusini, akionya kuhusu kiukaji mkubwa katika mzozo unaoendelea ambao umeua zaidi ya raia 160 katika wiki za hivi karibuni. Volker Turk anasema ameshtushwa na kile anachoelezea kama mauaji ya kutisha na wimbi jipya la watu kuyahama makazi. Hii ni BBC. Taarifa ya habari imesomwa kwako na Sarafina Robi. Haya ni matangazo ya Dira ya Dunia kutoka idhaa ya Kiswahili ya BBC. Kumbuka msikilizaji, matangazo haya yanakuja kwako kupitia FM na redio wa shirika mbalimbali. Kama uko nchini Tanzania, basi unaweza kutupokea kupitia Radio Free Africa, Radio 1, CGFM, Classic FM, Radio Kwizera, Abud FM, Lolionde FM, lakini kule Zanzibar ni Zenji FM. Kama uko nchini Kenya, tusikilize kupitia Must FM, Mwanedu FM, County FM, Nyota FM, Pamoja FM ama Gulf Radio. Lakini kama uko nchini Uganda, basi unaweza kuyapata kupitia Radio Chitara, Radio Lira, Radio Paidha, Voice of Karamoja, Voice of Muhabura ama Voice of Busoga. Na wale walioko nchini Jamhuri ya Demokrasia ya Kongo, basi mnaweza kutusikiliza kupitia Radio Muungano Beni ama Lizadil Radio. Lakini matangazo haya vile vile yako kwenye tovuti yetu ambayo ni BBC News Swahili na ukurasa wetu wa Facebook BBC News Swahili. Karibu leo hii uko na Phyllis Mote, mwenzangu ni Skola Kisanga. Karibu Skola. Na asante, tumkaribishe msikilizaji wakati tunajua wengi wanafungulia funga yao. Saumu imekwenda vizuri, basi tukujuze wakati unapata futari yako duniani kunani. Na tunaanza na taarifa hii ambapo mashambulizi ya anga usiku kucha yameua watu kadhaa huko Goma, mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, jiji ambalo linadhibitiwa na kundi la waasi wa M23. Mashahidi wanasema kwamba jengo la makazi linalohifadhi wafanyakazi wa shirika la Umoja wa Ulaya na Umoja wa Mataifa lilishambuliwa kwa ndege isiyokuwa na rubani asubuhi ya Jumatano. Kutoka Goma, Chube Ngorombi ametuandalia taarifa ifuatayo. Hapa ni jijini Goma ambapo mashambulio ya anga yaliyotokea usiku wa Jumanne hadi Jumatano yaliwaua watu kadhaa katika mji wa Goma, mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Tangu kuchukua silaha tena mwaka wa 2021, M23 imeteka maeneo mengi ya eneo la mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo yenye utajiri wa madini na kuibua wimbi jipya la ghasia katika eneo ambalo limekumbwa na mapigano kwa muda mrefu. Licha ya Rwanda na DRC kutia saini mkataba wa amani
kutokana na kuhimizwa na rais wa Marekani Donald Trump mapema mwezi Desemba. Katika jaribio la hivi punde la kumaliza mzozo huo, mapigano yameendelea mbele. Huko jeshi la Kongo ambalo liko umbali wa kilomita 100 kadhaa kutoka mji wa Goma, mara kwa mara limeshutumiwa na M23 kuzindua mashambulizi ya masafa marefu ya ndege zisizo na rubani kwenye maeneo ya M23, jambo ambalo jeshi hili limekuwa likikanusha, huko likishutumu pia M23 vilevile kutumia drone zinazolipuka mbele. Kwa mujibu wa mashahidi, sauti za mlipuko ya mabomu na ndege zisizo na rubani zilisikika katika vitongoji kadhaa vya makazi vya mji wa Goma, mji mkuu wa mkoa karibu na mpaka wa Rwanda, kama mkazi huyo anavyoshuhudia hapa. Ilikuwa majira asubuhi mapema, tulisikia milio ya kama bomu hivyo kaanja kuripuka, na tulikuwa usingizini kabisa. Tukao tumeamka tunasema nini kinaendelea, na haikuwa moja tu, kisha muda mfupi tukasikia tena ingine bomu ikawa imeripuka. Na kwa hiyo sisi kama raia wa mji wa Goma, unajua tumekuwa tukiishi na kushinda na hofu. Inatushtua sana na tushtua kuona kwamba tulikuwa tumepumua, na sasa hivi tunaanza kuona vitu vinaonekana kuwa shida, na watu wanaanza tena kukumbuka kwamba labda kutakuwa matatizo. Vyanzo vya misaada ya kibinadamu viliripoti idadi ya majengo kadhaa yaliyolengwa na watu kadhaa kuuawa kufikia Jumatano asubuhi. Mojawapo ya nyumba zilizogongwa iliharibiwa vibaya, kuungua kiasi na paa yake kuharibiwa. Baadhi ya raia waishio kando kando ya eneo la tukio waliongeza kuwa walisikia sauti ya ndege isiyo na rubani ikifuatiwa na mlipuko mkubwa uliotoboa shimo kwenye paa la jengo lililoshambuliwa. Wazima moto, wafanyakazi wa Umoja wa Mataifa na maafisa kutoka M23 walikuwepo kwenye eneo la tukio Jumatano asubuhi. Mapema hii leo, wakati Kinshasa ikisubiriwa kutoa tamko lake dhidi ya tukio hili, M23 ilitangaza kwa miongoni mwa waliouliwa ni pamoja na Karen Busset anayeheshimiwa mfanyakazi wa UNICEF na raia wa Ufaransa. Kwa hiyo raia jijini Goma wameelezea wasiwasi wao hapa. Mmoja wao: hali inatusumbua mafikiri, inatuletea wasiwasi kusema kama wakati wale wanaokuwa na ulinzi kubwa wanapata shida kama na hii, sisi population tutakuwa na zitakuaje? Ndio tungilomba wale wakubwa tutafutie mapatano itupermetre tutoke mwa shida tuko nayo, tuishi kwa amani na kwa usalama pamoja. Huko watetezi wa haki za binadamu wamelaani mauaji na mashambulizi yanayoendelea mara kwa mara mashariki mwa Kongo. Dufina Tabu ni mtetezi wa haki za binadamu jijini Goma. Inatupatia huzuni sana. Watu hawezi kufa tu hivi kufa kwa sababu weko Goma. Haiko kila mtu njoo mtu mwanamemba wa M23. Kuna watu wakimbia wanaikala mkini kisha mnakuja kuwaua. Ni vibaya sana. Hiyo sio vita nzuri. Itakumbuka kwamba kwa miongo mitatu eneo la mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo lenye utajiri mkubwa wa madini limekuwa likikabiliwa na mapigano kati ya makundi yenye silaha, huko majeshi ya kigeni yakiingia mara kwa mara. Chube Ngorombi, Dira ya Dunia, BBC, Goma. Tunasalia bado huko Goma ambapo hali ya wasiwasi imetanda mjini Goma na viunga vyake kufuatia shambulio la droni linalodaiwa kutekelezwa na jeshi la FARDC karibu na makazi ya aliyekuwa rais wa nchi hiyo Joseph Kabila. Awali mwandishi wa BBC Robert Kipto